Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili ya mwaka 2026. Robo inayosema kukua katika uhusiano na Mungu. Juma hili tutaliangazia somo la 5 linalosema jinsi ya kujifunza Biblia. Hii ni Aprili 25, Sabato mchana. Somo la juma hili, Yohana 15 aya ya kwanza hadi ya 8, Marko 1:35, Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:11, Zaburi 119 aya 105, Isaya sura ya 50 aya ya 4, Isaya 55 aya ya kwanza hadi 13. Fungu la kukariri limetoka kitabu cha Isaya 55 aya ya 11 ambapo limeandikwa, ndivyo itakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Hebu kumbuka siku ulipopokea Biblia yako ya kwanza. Pengine ulikuwa mtoto na ulipewa na ndugu aliye Mkristo, au pengine uliinunua mwenyewe ukiwa mtu mzima. Iwe umekuwa na Biblia yako kwa muda mrefu kiasi gani, pengine sasa una zaidi ya nakala moja. Tafakari juu ya thamani unayokipatia kitabu hiki. Je, ni moja kati ya vitu vyako vyenye thamani zaidi, au unachukulia kirahisi kwamba unalijua sana neno la Mungu? Je, una wakati mgumu katika kuwa thabiti katika ratiba ya kulisoma? Je, umepata kujiuliza, ninapaswa kuanzia wapi? Nisomeje kitabu hiki ili kuweza kuwa karibu zaidi na Mungu? Martin Luther alisema, kwa miaka kadhaa nimekuwa nikisoma Biblia yote mara 2 kila mwaka. Kama Biblia ingekuwa ni mti mkubwa sana na maneno yake yote yangekuwa matawi madogo madogo, ningekuwa nimegonga matawi yote, nikiwa na shauku ya kujua kilichokuwa pale na kile ambacho Biblia ingekitoa. Uwe unapitia uzoefu wa kusisimua wakati wa kujifunza Biblia, au ikiwa Biblia yako hukaa muda mrefu zaidi ikiwa imefungwa kwenye safu ya vitabu, ukweli ni kwamba sisi sote tunaweza kujenga nyakati bora zaidi kujifunza Biblia pamoja na Mungu. Juma hili tutaangalia baadhi ya njia za kivitendo za kujifunza neno la Mungu kwa namna iliyo bora zaidi. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Mei 2. Jumapili tutaiangazia mada inayosema muda. Jumatatu, mada inasema mahali. Jumanne, mada inasema kujifunza Biblia kwa kina. Jumatano, mada inasema baraka maradufu. Wakati Alhamisi tukiangazia mada inasema ni kitamu sana. Na Ijumaa tukihitimisha somo la juma hili tutaiangazia mada inayosema jifunze zaidi. Hili ni somo la 5 linalosema jinsi ya kujifunza Biblia. Mungu atubariki sote na karibu tena katika masomo haya.